kila mmoja na tuseme. Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya fundisho la Biblia jioni njema ya leo. Sante kwa neno lako Biblia. Biblia takatifu na ni maagizo yaliyobarikiwa kabla ya kuondoka duniani. Tunaomba Bwana, maelekezo ambayo unatujalia katika neno lako yatatenda mema katika kila moja ya maisha yetu kwa jina la Yesu. Nasi tuomba ya kwamba kila maandalizi ya muhimu ambayo tunahitaji kuweza kuyaweka kabla ya kuweza kuondoka katika ulimwengu huu, Baba, utatujalia ile bidii na utatupatia ule uadilifu na utatupatia ule ukiroho ambao utatusaidia tuweze kuwa kile ambacho tunachotakiwa kuwa tunapokuja kwako hatimaye kwa jina la Yesu. Nasi tukuomba ya kwamba Bwana, hakuna mshirika wa mwili wetu, hakuna kiungo cha mwili wetu na viungo vingine vya mwili wetu ambavyo vitaongoza mwili mwingine katika upotevu na jehanamu katika ile siku ya mwisho kwa jina la Yesu. Uwe pamoja nasi tunapojifunza jioni njema ya leo. Kwa jina kuu la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Nyingine kubwa ya makao makuu. Amen. Mungu akubariki sana. Tunakuja na kurejea katika kitabu cha Yakobo sura ya 3 sasa. Na sura ya 3 mstari wa kwanza anatuambia, anasema, msiwe waalimu wengi mkijua ya kwamba tutapokea, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Mstari wa pili, Yakobo 3, maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu, awezaye kuuzuia na ulimi wake wote kama kwa lijamu. Bwana anatupatia kurunzi juu ya ndimi zetu. Ulimi ni muhimu sana. Tawezaje kufanya lolote? Tungeweza kwenda wapi? Maendeleo gani tungeweza kufanya pasipokuwa na ulimi? Hiki kiungo kidogo, ulimi, ni cha muhimu sana sana, cha maana sana na kisichoweza kuepukika. Lakini ulimi japokuwa unaweza kutupatia maendeleo, ulimi tunaungama, kwa ulimi tunaungama ya kwamba Kristo ndiye Bwana. Kwa ulimi tunapata wokovu wetu. Kwa ulimi wetu tunarejea kama Isaya alivyokuja kwa Bwana na akasema, mimi ni mtu najisi. Halafu ule moto ukagusa ulimi wake na midomo yake, naye akatakaswa. Ni kwa ulimi ule tunamuita Bwana na tunamwambia ya kwamba tumesalimisha vyote na tumetakaswa. Na tunapokuwa tumebatizwa katika Roho Mtakatifu, tunanena katika ndimi nyingine katika kupitia ulimi wetu ambao unaweza kuelezea hiyo lugha nyingine. Na tunapoomba kwa Bwana, ni ulimi ambao unaomba kwa Bwana na kusema, Bwana, hiki ndicho ambacho nakihitaji. Na je, tunahubiri neno au tunawaambia watu wengine juu ya ule uzima wa milele ambao Kristo amekwenda kutupatia? Ni kupitia katika ulimi. Na bado ni huo ulimi ule ambao ulimwangamiza Farao, aliyesema, huyo Mungu ni nani hata niweze kumtii? Ni ulimi huo ambao ulimwangamiza Nebukadreza. Akasema, hii ndio Babeli niliyojenga kwa ajili ya nafsi yangu. Ni ulimi ule ambao ulimwangamiza Absalom. Ni ulimi ule ambao ulimwangamiza Ahitofeli. Ni ulimi huo ambao ulimwangamiza Yuda Iskariote. Kwa hivyo waweza kuwa upande huu wa ulimi ambao ni chanya, au ukao na ulimi ambao ni wa kimaendeleo, ulimi ambao ni wa maombi, au ulimi wenye makusudi. Lakini kwa upande mwingine unaweza kutumia ulimi katika njia isiyokuwa sahihi na kukufanya kwamba uweze kupoteza kila fursa mbalimbali ambazo Bwana angeliweza kupatia katika maisha, katika kanisa na kadhalika, katika safari yako ya kwenda mbinguni. Na ndio maana Bwana jioni ya leo anatupatia maelekezo na anataka kwamba tuweze kuwa na mtazamo wa kimungu juu ya ndimi zetu. Mtazamo au uchunguzi wa kimungu juu ya ndimi zetu. Ulimi huo unaweza kukuandaa kwa ajili ya mbinguni, na huo ulimi unaweza kukukengengusha na kukuangamiza na kukufanya wewe uweze kutokuwa na ule uzima ambao unapaswa kuwa nao hapa duniani. Na tunapozungumza juu ya
nuru ya kimungu juu ya ndimi zetu. Nuru ya kimungu juu ya ndimi zetu, ujumbe wetu wa leo. Tunaugawanya ujumbe wetu sehemu tatu. Tunaangalia sifa za ndimi za watu bila wokovu kwa Kristo. Wale ambao bado ni wa kiasili. Wale ambao bado wako wenyewe tu, hawana ile neema ya Mungu katika maisha yao au ule wokovu wa Bwana. Bado ni watu wa kiasili, waume na wake, na tunazo zile sifa za watu hao, ndimi zao pasipokuwa na wokovu kwa Kristo. Lakini kipengele cha pili tutakwenda kuangalia ni ule udhibiti wa viumbe vikubwa venye na ule utendaji wa ndimi au lijamu za kibinadamu. Chombo kidogo tu ambacho mwanadamu ana kiburi na kukitumia ili kwamba aweze kudhibiti viumbe vikubwa. Jambo la tatu tutakwenda kuangalia mawasiliano ya viungo vyetu vidogo kwa ajili ya pongezi au kwa ajili ya hukumu. Viungo vidogo, na huo ndio ulimi mdogo ambao unakuwa kama moto, na moto unaweza ukafanya jambo ama ni jema, moto unaweza ukafanya jambo ambalo ni baya. Moto mdogo tu ambao unawacha moto mkubwa. Na kwa hivyo tuna yale mawasiliano ya viungo vyetu vidogo kwa ama hukumu au kupongezi. Tunaangalia jambo la kwanza, kipengele cha kwanza, sifa za ndimi za wanadamu pasipo wokovu kwa Kristo. Tuangalie tena Yakobo sura ya 3, tuanzia mstari wa kwanza ule kwa mara nyingine tena. Anasema, ndugu zangu, anawaambia waamini, anazungumza na wale ambao wamemwamini Bwana katika matumizi yao ya ulimi. Kwa nini? Waamini tunahitaji kuweza kuelewa ya kwamba ulimi unaweza ukajenga familia yako. Ulimi wako unaweza ukaibomoa familia yako. Ulimi unaweza kukuendeleza, ulimi ama unaweza kukuangamiza. Ulimi unaweza kukufanya uweze kuendelea katika maisha, na ulimi kadhalika unaweza ukakupromosha katika maisha. Mambo mengi ambayo tunapata kuyajua na sisi wenyewe tunayaleta katika maisha yetu yanapitia katika ulimi. Ni ulimi ndio unafanya hivyo, na ndio maana nasema, ndugu zangu, msiwe walimu wengi, msiwe wanenaji sana, msiwe waelekezaji wengi. Usiwe watu ambao mnaongea tu na wala hatuyadhibiti maisha yetu. Tunajaribu kudhibiti maisha ya watu wengine. Anasema, jiangalieni, hebu jali mambo yako, fikiri kile ambacho unapaswa kuwa katika maisha. Waza juu ya ulimi wako kuwa imetumiwa kukufanya wewe uendelee katika maisha. Anasema, ndugu zangu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa waamini mtapata hukumu kubwa zaidi. Angalia mstari wa 2. Anatuambia, maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi kwa ulimi. Tunawakwaza wageni, tunawakwaza wote, tunawakwaza majirani, tunawakwaza wote, tunawakwaza waume zetu, tunawakwaza wote, tunawakwaza wake zetu katika mambo mengi kwa ulimi wetu. Tunawakwaza wake zetu, tunawakwaza wote, tunawakwaza viongozi wetu, tunawakwaza wote, na tunakwaza wale walio chini yetu, tunawakwaza wote. Ni kwa ule ulimi. Kama ungelikaa tu kimya, kama usingelisema jambo lolote lile, kwa sababu yale maneno yanayokutoka yanaweza kuwa maneno ya udanganyifu, yanaweza kuwa maneno ya hasira, yanaweza kuwa maneno ya udanganyifu, yanaweza kuwa maneno ya matukano, yanaweza kuwa maneno ya udanganyifu ambayo yawapeleka watu kuelekea mwelekeo usio sahihi, kwa sababu twajikwaa sisi sote katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkamilifu. Kama mtu asiyejikwaa katika kunena, mtu huyo anaongozwa, anadhibitiwa na Roho wa Mungu, kwa sababu katika kile kiujazacho moyo kinywa hunena. Na kwa jinsi ambavyo yuko kwenye udhibiti wa maandiko, yuko chini ya udhibiti wa Bwana mwenye mamlaka yote, chini ya udhibiti wa Roho wa Mungu. Kama mtu yeyote kwa ule udhibiti wa Roho, kwa ile nguvu ya Roho wa Mungu juu ya ulimi wake, hajikwai katika kunena,
anasema huyo ni mtu mkamilifu awezaye kuuzuia na mwili wake wote, aweza kuila mwili wake wote. Mtu ambaye hawezi kudhibiti ulimi wake, huyo mtu hataweza kudhibiti mawazo yake, hataweza kudhibiti mwelekeo wake wa maisha, hataweza kudhibiti moyo wake, hataweza kudhibiti ule mwili, hataweza kudhibiti chochote kile. Atakuwa kama mtu ambaye ameachiliwa tu, amekuwa mlegevu katika maneno, amekuwa mlegevu katika dunia, amekuwa mlegevu kwa maneno, na huwezi ukimdhibiti. Pepo unampeleka huku, unampulizia kule. Kwa nini? Kwa sababu ye anajikwaa katika kunena na anawakwaza wote. Lakini ye awezaye kuutia lijamu ulimi wake, huyo awezaye kudhibiti ulimi wake ni yule ambaye anautia lijamu ulimi wake. Tunaangalia mambo matatu hapa. Jambo la kwanza ni kule kujali kwa wanenaji wengi pasipo udhibiti umiliki juu ya ndimi zao. Rumi ya pili tutakwenda kuangalia hapo ni kule kuhukumiwa kwa matumizi mabaya ya ulimi pasipo hadhari au udhibiti. Jambo la tatu tutakwenda kuangalia ni mazungumzo ya ndimi zenye kumaanisha zilizojiweka wakfu kwa Kristo. Tuangalie jambo la kwanza pale. Anazungumza juu ya kule kujali kwa wanenaji wengi pasipo ubwana juu ya ulimi, pasipo uhodari juu ya ulimi. Na tunaona Yakobo akiwa anajali sana juu ya ulimi wa mwanadamu, ulimi wa muamini, ulimi wa mhubiri, ulimi wa mrudi nyuma, ulimi wa yule asojali, ulimi wa yule mkengeufu. Anajali sana juu ya ule ulimi wa kila mmoja, na ndio maana unakuta akiutaja ulimi mara kwa mara. Anataja ile kauli katika kila sura ya Yakobo. Angalia sura ya kwanza kuanzia mstari wa 19 ule. Anasema, hivyo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, wala si mwepesi wa kusema, si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Kuna watu ambao wamesikia sehemu ya kwanza ya sentensi, wamesikia sehemu kile kifungu cha kwanza cha ule ukurasa, wamesoma ule ukurasa wa kwanza wa sura ile, wanaanza kuongea. Kwa nini usitulie kwanza ukasikia yote? Kuna mambo mengine ambayo baada yanakuja. Uwe mzito wa kunena na mzito wa hasira. Kuna watu kama Daudi wameambiwa ile mithali na Nathani, alafu wana haraka, wanakasirika. Mtu anawezaje kufanya hayo? Na anaambiwa wewe ndiye mtu yule. Kwa hivyo uwe si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Mstari wa 20 anatuambia, kwa maana anasema, kwa maana kama mtu anajiona kuwa ni mtu wa kidini, mtu akidhani ya kuwa anayo dini. Mstari wa 26, kama mtu wa kwenu anajiona ya kwamba ana bidii, ana shauku. Mstari wa 26 ule, kama mtu akijiona kuwa anayo dini, ni mtu wa kidini, wala hauzuii ulimi wake kwa lijamu, hali ajidanganya moyo wake. Kwani anaudanganya moyo wake? Nimeokolewa. Unajidanganya kama ulimi wako bado hujaudhibiti. Nimetakaswa. Unajidanganya kama ulimi wako hauwezi kutiwa lijamu. Nimejawa na Roho Mtakatifu. Mimi ni wa kiroho, mimi niko juu sana kiroho. Na huko ni kujidanganya binafsi. Kama mtu hauzuii ulimi wake kwa lijamu, hali akijidanganya moyo wake, dini yake mtu huyo haifai. Sio uhalifu kukaa kimya, lakini ni uhalifu kuongea wakati wote na kwa sauti kubwa, na ulimi wako kila wakati ukiwa unanena tu. Anatuambia sura ya 2 mstari wa 19. Sura ya 2 mstari wa 19 anasema hivi mahali pale. Anasema, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema, mashetani nao waamini na kutetemeka. Mstari wa 20, lakini wataka kujua, wewe mwanadamu usiye kitu,
kwamba imani pasipo matendo haizai. Unaongea tu, unaongea na kila na je, ungejua kwamba vitendo vyako haviko katika udhibiti, na kauli yako haina udhibiti, tabia yako haiko katika udhibiti, mwenendo wako, tabia yako haiko katika udhibiti, na uko hapa uko kule unasema mimi nimezaliwa mara ya pili, mimi ni mtu wa kina. Hapana, wewe sio wa kina, wewe ni wa kijuujuu. Huna udhibiti juu ya maisha yako. Angalia sura ya 3. Angalia mstari wa 8. Sura ya 3 mstari wa 8. Anatuambia bali ulimi hakuna awezaye kuufuga. Hakusema Mungu aweze kuudhibiti ulimi, hakuna mtu awezaye kuufuga. Ulimi Kristo aweza kudhibiti. Roho wa Mungu aweza kudhibiti huo ulimi. Na wokovu wa Bwana unaweza kupatia udhibiti wa binafsi, lakini kwa wewe mwenyewe, na ndicho ambacho kinakufanya uweze kujua watu ambao wanakuja tu kanisani na unaangalia unasema, lakini kwa nini mtu huyu anatenda namna hiyo? Kwa nini mwanamke huyu anaongea tu namna hiyo? Huwezi kuelewa isipokuwa umeelewa ya kwamba hawana ule udhibiti katika moyo wao. Hawana yule mkombozi katika moyo wao. Na kwa sababu yule Bwana, yule mamlaka, yule mwenye mamlaka yote awezaye kudhibiti ule moyo hayuko pale. Na ndio sababu wako jinsi walivyo, kwa sababu wao wenyewe hawawezi kudhibiti ndimi zao, hawawezi kudhibiti mawazo yao, hawawezi kudhibiti mioyo yao, hawawezi kudhibiti ule mwelekeo ambao wanatakiwa kwenda. Ya kwamba ulimi hakuna awezaye kuufuga. Ni uovu. Ni uovu usio tulia, umejaa sumu iletayo mauti. Angalia sura ya 4, anatuambia katika mstari wa 11. Anasema, ndugu, msisingiziane. Msisingiziane. Unajua watu ambao wanakwenda huku na kule, wana hadithi ya kuzungumza, wana hadithi za maisha yao mbovu, lakini waangalia maisha ya watu wengine. Wanapenda kwamba wanafuraha kupata doa la maisha ya mtu fulani jirani yao ili kulizungumzia, na wanakwenda huku na kule wakitoa hadithi mbalimbali. Anasema msisingiziane. Ndugu, amsingiziaye ndugu yake au anenaye uovu juu ya ndugu yake au dada yake, yeye asemaye maovu kwa jirani yake, yeye asemaye maovu juu ya viongozi katika kanisa, yeye anenaye maovu juu ya washirika katika kanisa na kumhukumu ndugu yake, huisingizia sheria na kuihukumu sheria. Lakini ukihukumu sheria, hui mtenda sheria, bali umekuwa hakimu. Angalia sura ya 5 mstari wa 12. Sura ya 5 mstari wa 12. Lakini zaidi ya yote, ndugu zangu, msiape wala kwa mbingu wala kwa nchi. Kuapa kuko karibu sana kwenye vinywa vyao. Wako watu namna hiyo, na wanalitaja jina la Mungu na wanalitaja jina la Bwana bure. Na hivyo umefanya hivi jambo dogo tu, kitu kichepesi tu, ndio nimefanya hivyo, au hapana sikufanya, na nafikiri juu ya kukifanya, napanga kufanya hivyo. Lakini mara moja tu tayari wanaapa kwa Mungu. Na Yesu akasema usiape. Na hawa watu wa kanisani, tena watu waendao kanisani, watu wajao katika nyumba ya Bwana, washirika wa dhehebu na ni washirika wa kinachoitwa kanisa, wanaapa na kuapa juu ya vitu vyote. Anasema, lakini ndugu zangu, msiape wala kwa mbingu wala kwa nchi wala kwa kiapo kingine chote, bali hali ndiyo yenu na iwe ndiyo. Kama wewe ni mtoto wa Mungu na kwenda mahali fulani, basi unakwenda.
Hebu ndio yako iwe ndio, hebu hapana yako iwe hapana, sio yako iwe sio. Kwa maana msije mkaangukia katika hukumu. Angalia jambo Rumi ya 2, hukumu ya matumizi mabaya ya ulimi pasipo udhibiti. Rumi ya 2, pasipo tahadhari au udhibiti. Turejee tena katika mstari wa kwanza wa Yakobo sura ya 3, anatuambia pale, ndugu zangu, mmezaliwa mara ya pili. Je, wewe ni wa familia yote pamoja? Ndugu zangu, je, umezaliwa mara ya pili? Na neema ya Mungu imeshakuwa na kazi katika maisha yako. Ndugu zangu, kama wewe umekuwa ni ndugu, kama wewe ni dada, unanitendea mimi kama unavyonitarajia na mimi nikutendee. Na wewe kama wewe ni mshirika wa familia ya Mungu, unanitendea mimi au unamtendea yule kama unavyotaka kutendea na wewe. Na hilo litaweka udhibiti juu ya ndimi zetu, na hilo litaweka tahadhari, litaweka udhibiti kwa sababu singelipenda na yeye aniongelee namna hiyo. Sio tu yale maneno, sio neno tu, sio tu ule ulimi na ile ghadhabu ambayo inaambatana na lile neno, sio tu ile ghadhabu, ina yale mawazo ambayo yako nyuma ya neno lile. Wakati unapozungumza na mtu yule mwingine, kabla hujazungumza, elewa ya kwamba huyu ni ndugu yangu mbona, huyu ni dada yangu mbona. Na kwa sababu tu washirika wa familia moja, tunataka kuangalia na kudhibiti kile tunachokisema. Anasema, ndugu, msiwe walimu wengi, mkijua ya kuwa mtapata hukumu kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni msikilizaji wa kila mazungumzo. Japo yupo kimya, lakini anasikiliza yale maneno yatutokayo. Ajua mawazo yaliyo nyuma ya maneno hayo. Anajua kusudi na mpango na ile njama. Anajua ile chuki. Anajua lile chimbuko la maneno tuyanenayo. Hiyo ndio sababu anasema msiwe walimu wengi. Angalia mstari wa pili, maana twajikwaa sisi sote katika mambo mengi. Hivi umeshaona jinsi ambavyo ulipoteza marafiki wa muhimu sana, na mtu yule akasema, nimejaribu kuwa rafiki kwa mtu huyu, nimejaribu kuwa na ukaribu naye, lakini maneno yake yanakera kutoka juu, yanakera kutokea kati. Unataka kumfanya kuwa kama, unakuwa kama dhoruba, anakuwa kama kigingi unapokata yale matawi, unamkata na ule shina. Kwa sababu tunakwaza kwa maneno mengi, tunakwaza familia, tunawafanya watu wengine wajisikie kwamba huyo si mtu ambaye tunaweza tukalandana naye na kuishi naye na kukaa naye. Unakwaza kama kigingi, na kwa sababu ya makwazo ya maneno yako. Anasema kwa maana twajikwaa sisi sote pia katika mambo mengi. Mtu asiyejikwaa katika kunena, watu ambao wamejifunza juu ya namna ya tunavyozungumza mazungumzo yetu, wanatuambia kwamba wanaume wananena maneno 25,000 kila siku. Na ukiweka hayo kila siku katika juma moja, unaweza ukaandika kitabu kikubwa cha vitabu. Unapoweka pamoja katika mwezi, maneno 25,000 kwa siku. Na anasema wale ambao wamefanya, anasema wanawake wananena maneno 30,000 katika siku. Unaamka asubuhi na kuna mambo ambayo unayazungumza, kuna mambo ambayo unajiambia nafsi yako, unajizungumza wewe mwenyewe. Maneno ambayo unawaambia watu wanaokuzunguka, ambayo yataharibu siku yao. Kabla hata hujatoka, unamgonga huyu na neno lako, na unamgonga na yule mwingine kwa maneno yako, na alafu unajiendea zako. Baada ya kuwa umeondoka, wanakumbuka ulioyasema. Umeharibu kabisa siku yao, umeharibu mawazo yao, na wanawaza kwamba mwanamke au mtu awezaje kusema hili asubuhi na mapema, kwa ananiambia mtu namna hii.
wakati unayo furaha, wakati una mpango kwamba nitafanya hivi, nitafanya vile, na analeta neno, yule bwana tayari umedondoka chini, alafu unakwenda ofisini na kule unazungumza, unaongea tu, na unaporejea kutoka katika ofisi yako, yale mazungumzo kia kinyume tena. Kila wakati unajisikia kutokuwa na raha, kukaa kimya. Tunahitaji kukaa kimya. Waza juu ya maisha yako, waza juu ya siku zijazo, waza juu ya mustakabali wako, waza juu ya maendeleo yako, waza ulioipoteza. Hebu waza juu ya maisha yako ya kiroho. Fikiria juu ya mabadiliko ambayo yanapaswa kufanyika. Ndiyo, kama ungelifikiria juu ya hayo, usingelijisikia vibaya kunapokuwa na ukimya. Lakini anasema tunawakwaza wote, na kama mtu hajikwai katika neno, anasema mtu huyo ni mtu mkamilifu, ni mtu mkomavu. Huyo ni mtu mkamilifu, ni mtu mwenye kufikiri, ni mtu mwenye makusudi, yeye ambaye asiyekwaza katika neno. Sasa anapata faida gani? Unaongea naye na kumfanya akasirike. Unapoanza namna hiyo, unakuwa mtu mkomavu. Unapoogopa kuongea kumkwaza mtu, unakuwa mtu uliyekomaa. Unajiuliza matokeo yatakuwa ni nini? Napaswa nijenge familia. Napaswa kumtia moyo huyu kijana. Nahitaji kuyafanya maisha yake kuwa chanya. Huko ni kufikiri, huko ni kukomaa. Lakini pale tunaponena, tunapotupa maneno, tunapotupa mawe kwa watu, sasa hivi nitapata kitu gani kwa kusema hivi? Kama nikichukua mawe na zile nyumba zote zinazozunguka katika ujirani, ninavunja madirisha yao kwa mawe. Tupa mawe huku, tupa mawe kule, tupa kule, na kila unapokwenda unaona jiwe unaliokota, sema kuna jiwe pale, unalitoa ile jiwe unalitupa kwa nyumba ile. Sasa unapata faida gani? Angalia wale wote wanaokuzunguka, yale mawe ya maneno ambayo utaokota, wanatupa kule, alafu wanapasua dirisha, wanatupa jiwe pale, wanaangamiza mlango, wanaharibu mlango, kota jiwe, tupa lile, na wanaharibu na kuvuruga ile hisia ya mtu. Wanakuwa watu wale wamekosa kuwa na udhibiti. Nani kwa maneno yale tunayowatupia? Anasema hiyo haitakuwa sahihi. Anasema kama tu umekomaa, kama tu wenye kufikiri vizuri, kama tu wenye makusudi maalum, hatakuwa watu wa kutupa vitu huku na kule namna hiyo. Katika Warumi sura ya pili, Warumi sura ile ya pili mstari wa 20 anasema kiongozi, mkufunzi wa wajinga, mwalimu wa watoto wachanga, mwenye namna ya maarifa na ya kweli katika Torati. Angalia mstari wa 21, anasema mstari wa 21, basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Je, sipo ambapo ni pa kuanzia hapo? Wakati unapojifunza wewe mwenyewe lile neno ambalo una shauku ya kulitoa na kulitupa huku na kule, limeza hilo neno. Tafakari juu ya neno lile, fikiri juu ya neno lile, litumie hilo neno katika na maisha yako binafsi. Anasema wewe uwafundishaye wenyewe, je, hujifundishi wewe mwenyewe? Wewe unayewaongoza wengine, je, hujifundishi wewe mwenyewe? Wewe utakaye kuwadhibiti wengine, kwa nini nataka kumdhibiti mtu maisha yake? Ni kama vile najua unataka kudhibiti dereva. Hivi unajua anakokwenda? Unataka kudhibiti dereva, unajua hatima yake anakoelekea. Unataka kumdhibiti dereva, hivi unajua mipango yake na namna unataka kuwadhibiti watu wengine maisha yao. Hivi unajua makusudi yao katika maisha? Hivi unajua kwamba wanataka waende wapi? Hivi unajua mipango yao kwa ajili ya siku ile? Hivi unajua kule kujitoa na kujiweka wakfu kwako? Hiki ndicho ambacho Bwana amewaitia kufanya. Nataka kukifanya hicho. Lakini mtu ambaye hajui kwamba
ule utendaji wa mtu katika maisha yake kwa ndani yakoje. Mtu asiyefahamu kwamba ule utendaji katika maisha ya mwanamke yule kwa ndani, alafu nataka kumdhibiti mtu kwa maneno, wala humjui. Unamuona mtu na amekaa kimya, ametulia, anafikiri vizuri, na ni mtu mwenye tafakari ya kina, na wewe unadhani kwamba unajiona kwamba unaona anakukera kwa ukimya wake. Huyu mtu anafikiri juu ya mapungufu yake, anafikiri juu ya maisha yake, anafikiri juu ya kile ambacho anahitaji kukitubia, anafikiri juu ya jinsi ya kufanya maisha yake yawe sahihi mbele za Bwana, anafikiri juu ya matokeo ya maneno ambayo amesikia juu ya maisha yake. Alafu wewe unaingia sasa, unajiingiza tu, unamwambia mbona umekaa kimya, mbona namna hiyo, na tayari umevuruga ile namna ya kuzungumza kwake, kufikiri kwake. Na kabla hajaweza kujizoazoa na kutulia tena, kabla hajapata tena ule mwelekeo wa mawazo yake tena, inamchukua muda mrefu. Kwa nini usiwaache watu wenyewe na ukimya wao na utulivu wao na waongoze maisha yao? Waache watu wafikiri wenyewe juu ya hatima zao. Waache wenyewe wafikiri jinsi ya kutengeneza njia zao na Mungu wao. Jifundishe wewe mwenyewe. Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe. Angalia mstari wa 22, anasema wewe usemaye kwamba mtu asizini, unajua mengi sana juu ya yale ambayo watu wanapaswa kufanya, kile ambacho watu wengine wanapaswa kuweza kuwa, kitu ambacho wapasi kufanya na kile ambacho wanapaswa kukifanya. Na unajua mengi sana jinsi ya kuwasaidia watu wengine kufika mbinguni, na una wepesi mno wa kuwasaidia wengine kufika mbinguni. Lakini ufikiri juu yako wewe mwenyewe. Wewe wasemaye mtu asizini, wazini mwenyewe. Wewe uchukiaye sanamu, wateka mahekalu. Unaongea. Wewe umekuwa mwalimu sana, lakini wewe si mtu wa kujifikiria wewe mwenyewe. Wewe si mtu wa kujali tafakari yako. Lako ni kuongea tu na kufundisha na kuelekeza na kukosoa. Jifundishe wewe mwenyewe, litumie neno hilo kwenye maisha yako kwanza. Hicho ndicho ambacho kitakufanya wewe kufanya maendeleo na kupiga hatua katika safari yako ya kwenda mbinguni. Ezekiel 13:22. Ezekiel 13:22. 13:22. Anasema, kwa kuwa ninyi mmemhuzunisha moyo mwenye haki kwa uongo, mmemfanya mwenye haki kuwa na moyo ulio na huzuni. Angalia mtu yule wa haki, anajali shughuli zake mwenyewe, anakwenda katika njia ya uadilifu, anakwenda katika njia ya usafi. Na wakati iko namna hiyo, wewe unaanza kupika uongo, alafu unamtupia na unamwambia kitu ambacho kitamkera, na alafu anasema unamfanya mtu mwenye haki kuwa na huzuni, ambaye mimi sikumhuzunisha na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya, hata asigeuke na kuiacha njia yake mbaya. Alafu mnamwahidi uongo. Na unajua mtu ni mtu analia, unamuuliza walia nini wewe? Umekuwa mzembe kama mdada, na mama yangu katika Bwana nahitaji kukuambia sasa, mimi ni mjamzito. Unazungumza juu ya nini? Unazungumza nini juu ya toba? Unazungumza nini juu ya angalia maisha yake na kusimama na kuwa thabiti? Lakini na unamuuliza hivi, ndio kwa nini, ndio sababu unalia? Uweze kujua kwamba huyo mtoto atakuwa sahau juu ya kile ambacho ni hatia yako. Hapana,
hapaswi kusahau juu ya hatia yake, hapaswi kusahau juu ya haja ya toba ya kweli. Alafu unamchangamsha, anajua huwezi kujua huyo mtoto anaweza kuwa daktari, huyo mtoto anaweza kuwa rais. Hebu ngoja kwanza mama wewe, hata kama huyo mtoto atakuwa rais wa nchi, bado uasherati ni uasherati, uzinzi ni uzinzi. Na kama huyo dada anakuja kuzaa mtoto ambaye atakuja kuwa rais, kama huyo mdada hata tubu, atakuwa na umilele katika jehanamu. Kwa hivyo hatupaswi tukuwa watu wa kuambia watu hiki na kuambia watu kile, kuwabembeleza tu, wakati wanapaswa kuweza kuja na kufanya toba. Angalia jambo la 3, Rumi 3 hapa. Mazungumzo na ndimi zenye kujali. Hiyo ina maana ya kwamba umejiweka wakfu kwa Kristo. Kristo ametuokoa, na kwa sababu Kristo ametuokoa, tunataka kufuata katika nyayo zake. Kristo angelisema nini? Kristo angefundisha nini? Kristo atazungumzaje? Nini mchango ambao Kristo ataufanya kwa mazungumzo haya? Angetoa mchango gani? Ni kule kujiweka wakfu kwa Kristo, ndiko ambako kunaweka mazungumzo yetu sahihi. Angalia Yakobo tena sura ya 3, sehemu ya 2 ya sura ya mstari wa 2. Anatuambia pale, yeye asiyejikwaa katika neno. Anasema maana mtu asiyejikwaa katika kunena, huyo ni mtu mkomavu, ni mtu mkamilifu, ni mtu wa fikara, awezaye kuzuia na mwili wake kwa lijamu. Wakati maneno yako yanapokuwa hayana udhibiti, alafu unaongea na unaongea kupita kile kiwango cha neema, na hakuna neema katika kauli yako tena, ina maana ya kwamba umekengeuka na unawapotosha watu wengine kadhalika. Tunaangalia Zaburi ya 50. Zaburi ya 50 mstari 23. Anasema atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza, naye autukuzaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Unadhibiti maongezi yako. Unataka kutupa mshale na unaulenga, una lengo, una mahali ambapo unataka kufikia. Unarekebisha. Ni kama vile mnenaji wa hadharani. Mtu mwenye kuhutubu lazima atapangilia kile ambacho anataka kukizungumza. Kwa nini? Kwa sababu analo lengo. Mnenaji wa sirini, wa binafsi, atafikiri. Mtu mwenye mazungumzo binafsi atafikiri, ataangalia kabla hajaruka. Atasema, sasa nataka kuongea jirani yangu, nataka tuongee na rafiki yangu, nataka tuongee na mume wangu, nataka kuongea na mke wangu. Unapangilia maongezi yako. Naposema hivi kwa huyu, nikisema hili kwa yule, ni nini nacho kusudia kwamba kitakuwa ni matokeo katika maisha yake? Kutoka kwa mshirika kwenda mshirika mwingine, kutoka kwa mtumishi kwenda kwa mshirika, kutoka kwa mshirika kwenda kwa mtumishi. Unarekebisha, unadhibiti kauli zako na mazungumzo yako, unadhibiti unayoyasema ili kwamba yaweze kuleta kitu kilichochema. Anasema anasema naye utengenezaye mwenendo wake nitamwonyesha wokovu wa Mungu. Naomba ya kwamba Bwana atatusaidia katika kuongea kwetu kwa jina la Yesu. Amen. Ya kiutu uzima. Petro wa kwanza sura ya 3. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 10 ule. Angalia mahala pale. Anasema, kwa maana ambaye atapenda uzima na kuona siku nyingi, na apendaye maisha na kuona siku njema,
Ina maana gani? Huyo mtu maisha yenye furaha, maisha yenye shangwe, maisha yenye kuhamasisha, maisha yenye maendeleo. Anasema kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema, auzuie ulimi wake usinene mabaya. Usinene mabaya, kwa kuwa kitu kile ni kama kinachojirudia, unatupa na kinakurudia tena. Unalete huzuni, unalete kutokuwa na furaha, na unaleta msongo katika maisha ya watu wengine. Itakuja kurudia kwako. Tunachokipanda ni kile ambacho tutakuja kuvuna kila wakati, na kwa hakika tunachokivuna ni kikubwa zaidi, cha juu zaidi, chenye kuangamiza zaidi kuliko tulichokipanda. Tunapanda upepo na kuvuna kisulisuli, na ndio maana unakuwa makini sana. Siwezi kuongea namna hiyo nikasema naye vile, pengine anastahili, pengine amelikaribisha hilo, lakini siwezi mimi kuongea namna, kwa sababu mimi nikiongea namna hiyo itakuja kurejea kwangu kama kwa upepo wa kisulisuli, itakuja kuangamiza maisha yangu, na itaonyesha ya kwamba kama yeye alivyo, basi kadhalika na mimi ndivyo nilivyo. Kama ni uovu, kama amefanya uovu, nami nikimrudishia neno la uovu, nami ni muovu pia. Kama yeye ni hana nidhamu na hana utulivu, na nami namtupia maneno hayo hayo kwake, nami nakosa kuona nidhamu mimi mwenyewe. Yeye ni muovu. Kama nikitwaa ile neno baya na kumtupia, nami nakuwa muovu pia. Hiyo ndio kwa sababu kwamba anasema yeye apendaye maisha na kuona siku njema, basi auzuie ulimi wake usinene mabaya, na midomo yake isinene hila. Angalia mstari wa 11. Mstari wa 11, kwa kuwa macho na aache mabaya. Mstari wa 11, aache mabaya, akatae mabaya, afutilie mbali mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate sana. Angalia mstari wa 12 ule. Angalia mstari wa 12, anasema kwa kuwa macho ya Bwana huwaelekea wenye haki. Macho ya Bwana yako juu ya wenye haki, na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Juu ya watenda mabaya, watu wanenao mabaya juu yao, ambao wanapaza sauti za maovu juu ya mlima. Tuangalie na ufuata hapa, la pili, kipengele cha pili, kudhibiti viumbe vikuu kwa chombo chenye kuwadhibiti. Na ndio maana kipengele cha pili hicho, Yakobo sura ya 3 mstari wa 3, anasema twaweka, angalieni, twatia lijamu katika vinywa vya farasi, ili wamtii, hivi twageuza mwili wao wote. Angalia mstari wa 4, tena angalieni, merikebu ingawa ni kubwa kama nini, zaweza kuwa kubwa sana merikebu, na huchukuliwa na pepo kali, lakini bado zageuzwa na usukani mdogo sana. Fimbo ndogo sana, kamba ndogo sana, fimbo ndogo sana, kokote anakoazimia kwenda anakotaka kwenda nahodha. Unapokwenda katika nyumba ya, unapokwenda walipofugwa wanyama, unakuta yuko tembo amefugwa, unakuta wale nyangumi wakubwa wakiwa wamedhibitiwa na vitu ambavyo ni vyombo vidogo vidogo tu vya kuwadhibiti. Lakini tunakuja katika Rumi ya 3, ile nguvu ile kezayo
katika vyombo, ile nguvu ya chombo kidogo, kile chombo kidogo tulichokuwa nacho, lakini kinatupatia ule udhibiti juu ya ile merikebu au kitu kile kikubwa. Anatuambia juu ya ile nguvu dhibitio ya chombo kidogo. Tunaangalia Yakobo sura ya 3. Tuangalie pale mstari wa 5. Tuangalie mstari wa 5. Anatuambia vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa sana. Na japokuwa kuna mwili japokuwa ni mkubwa, lakini kuna kile kiungo kidogo kinachodhibiti yote. Yakobo 3 mstari wa 3 na wa 5 na wa 6. Yakobo 3 mstari wa 5 na wa 6. Mstari wa 5 nasema, vivyo hivyo ulimi nao ni kiungo kidogo, nao hujivuna majivuno makuu. Angalieni jinsi moto mdogo uwashavyo msitu mkubwa mno. Angalia mstari wa 6. Na ulimi ni moto, na ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umekuwa katika viungo vyetu. Anasema nao ndio uutiao mwili wote unajisi, huwasha moto mfulizo wa maumbile, na huwasha moto wa na Jehanamu. Katika kipengele hiki tunaangalia yale mawasiliano ya viungo vyetu vidogo, ama kuhukumu au kupongeza. Jambo la kwanza ni ile hatari ya ulimi mdogo kama moto mdogo. Hatari ya ulimi mdogo kama moto mdogo. Jambo la pili ni ile hukumu ya ulimi mlegevu katika moto udumuo. Alafu jambo la tatu tuna ule mlipuko katika ulimi ulio kombolewa kwa moto uliodhibitiwa. Angalia jambo la kwanza, hatari ya ulimi mdogo kama moto mdogo. Tumesoma mstari ule wa 5 tayari. Angalia Zaburi ya 12, na pale Zaburi ya 12 mstari wa 2. Husemezana yasiyofaa kila mtu na mwenziwe, wenye midomo ya kujipendekeza husemezana kwa mioyo ya unafiki. Husemezana kwa mioyo ya unafiki. Angalia mstari wa 3. Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza. Sio baadhi, midomo yote ya kujipendekeza. Mtu anatenda kitu ambacho si sawa, na unatarajia kupata kitu, faida, pengine pesa, pengine vitu vya mali kutoka kwake, naye anafanya kitu ambacho si chema, anatenda kitu ambacho ni chenye kuangamiza, na anasema, rafiki yangu, unawaza nini juu ya hili nalolifanya? We mtu mzuri sana bwana. We ni wakupendeza bwana. We si wa kawaida. Lolote ambalo nalifikiria, we mtu sio wa kawaida. Lakini unajua moyoni huyu ni mtu wa dhambi, na unajua huyu ni mwanamke muovu, lakini kwa sababu unataka kitu, unaanza kumpamba. Unampamba tu. Bwana mwenyewe anasema ya kwamba huyo mtu ataukatilia mbali hiyo midomo yenye kujipendekeza. Unasema kitu juu ya mtu, na unajua kwamba yule mtu yuko pale, na unajua kabisa ya kwamba
mwanamke, mtu yule anahitaji kutubu, anahitaji kuleta kuwa na mabadiliko, lakini sitamtaka asikie kutoka kwangu kwamba itaonekana kana kwamba mimi namhukumu, na unaanza kumpamba na unazungumza mambo mema. Wewe mwema, wewe ndiye mtu bora ambaye nimewahi kukutana naye. Kumbe ni unafiki tu, na huamini katika moyo wako, na Bwana mwenyewe atakatilia mbali kila ndimi za kujipendekeza na ulimi ambao unamnena maneno ya kujipendekeza. Mstari wa 4, Bwana ataikata midomo yote ya kujipendekeza na ulimi unanao maneno ya kiburi. Waliosema kama ndimi zetu tutashinda. Wanatumia midomo yao kuangamiza watu. Ulimi wangu ni wangu, na kwa ulimi wangu. Waliosema kwa ndimi zetu tutashinda. Alafu wanasema midomo yetu ni yetu wenyewe. Ni nani aliye Bwana juu yetu? Kama umezaliwa mara ya pili, Bwana Yesu ni Bwana juu yako. Kama wewe ni mtoto wa kweli wa Mungu, Kristo yu Bwana juu yako. Kama Kristo yu Bwana juu yako, yeye ni Bwana juu ya ulimi wako. Yeye yu Bwana juu ya macho yako. Ni yeye anayedhibiti unachokiona. Yeye ni Bwana wa masikio yako, unaangalia unachokisikia. Yeye yu Bwana juu ya mipango yako. Yeye ni Bwana juu ya kila mguso katika maisha yako. Anatuambia katika Mithali 26:18. 26:18 anasema, kama mtu mwenye wazimu atupae mienge na mishale na mauti. Angalia mstari wa 19, ndivyo alivyo amdanganyaye mwenzake na kusema, je, sikufanya mzaha tu? Mwenda wazimu hana udhibiti wa akili yake, fahamu yake, hana udhibiti juu ya kauli zake, hana udhibiti juu ya maisha yake hasa, ambayo ni kitovu cha maisha yake. Kama mwenda wazimu ambaye anatupa miale, anatupa moto, ndivyo ambavyo alivyo mtu amdanganyaye jirani yake. Ndivyo alivyo amdanganyaye mwenzake na kusema, je, sikufanya mzaha tu? Na unapoangalia baadaye anasema, we muamini, na kuangalia na kutazama kwa neno lako. Hebu angalia ulioniambia. Tulikuwa na zungumza na kaka fulani na dada fulani, na wakaniambia ule ukweli halisi wa kisa chenyewe. Wewe umeniambia uongo mbona? Sema kwa hivyo wewe na wewe ulimaanisha, mbona tulikuwa tunacheza tu bwana, tulikuwa nakutania tu. Unafanya utani na maisha, unafanya utani na udanganyifu. Mbona tulikuwa tunacheza tu bwana, nilikuwa nakutania tu. Nilikwambia nilichokuwa nakwambia, nitaka tu nikufurahishe tu bwana, nikufanye ukimbie tu bwana, alafu nikwambie njoo. Ilikuwa ni uongo. Na ndivyo ambavyo mtu anayemdanganya jirani yake na kusema, je, sikuwa tu nafanya mzaha? Mwamini wa kweli ambaye anatambua ya kwamba Kristo aweza kuja wakati wote. Mwamini wa kweli ambaye anaomba na kuimba kwamba hebu rejea Bwana Yesu, na anawaza juu ambapo Bwana wangu atakapokuja, na anafikiri namna hiyo, na anajua kabisa ya kwamba watu watakaostahili kwenda wakati Kristo ajapo ni wale watu ambao ni watakatifu na safi. Heri wenye moyo safi na mwenye kauli safi, maana hao ndio watakaomuona Bwana. Tafuteni kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao pana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Nani atakayesimama katika mahali patakatifu? Walio na mikono safi na moyo safi. Mtoto wa kweli wa Mungu daima anawaza juu ya wakati ambapo Bwana atarejea parapanda itakapolia. Lakini huyu afikiri namna hiyo, anaweza akacheza tu, akafanya mzaha na uongo, anaweza kufanya mzaha na kitu chochote kile ambacho kinaona, anasema mbona nilikuwa nafanya tu mzaha, sikumaanisha. Mtoto wa Mungu atasema alichokimaanisha na atamaanisha anachokisema. Tunaambiwa
katika Mathayo 12. Mathayo 12:34. 12:34. 12:34. Anasema, enyi kizazi, enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Kama tu waovu katika mioyo, hatuwezi kusema yaliyo mema. Kila mmoja lazima aokolewe. Badiliko lazima litokee. Utakaso lazima uwe ni ujuzi ulio halisi wa hakika. Anasema, enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ya ujazayo moyo wake. Ujazayo moyo wake. Angalia mstari wa 35. Anasema mstari wa 35, anasema, mtu mwema, mtu mtaua, mtu wa haki, mtu wa kiroho, mtu mwema katika akiba njema hutoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya, mtu wa anguko, mtu wa dhambi. Anasema, na mtu mbaya katika akiba mbaya hutoa mabaya. Mstari wa 36. Basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu, kila neno lisilo na fikara ambalo watu wanalinena, kila neno danganyifu ambalo watu watalinena, kila neno lenye kujeruhi ambalo wanadamu watalinena, kila neno lenye kudanganya ambalo watu watalinena, kila neno lenye kijicho ambalo watu watalinena. Anasema, watakalinena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Mstari wa 37 anasema, kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Angalia Rumi ya pili kipengele cha 3. Hicho ni uangamizi wa ndimi legevu katika moto udumuo, katika moto wa milele. Hakuna udhibiti. Hakuna udhibiti. Ulimi legevu ambao utakuwa katika moto wa milele. Angalia kwenye Yakobo sura ya 3 tena mstari wa 6. Ule moto, ulimi ni moto wa uovu, na ndivyo ulivyo ulimi. Na ulimi ni moto, ule ulimwengu wa uovu. Ule ulimi umekuwa katika viungo vyetu, nao ndio utiao mwili wote unajisi, uwasha moto mfulizo wa maumbile, nao uwasha moto wa jehanamu. Uwasha moto wa jehanamu. Kuna madhara ya dumuyo. Kuna hasara za kudumu katika maneno tu yasemayo. Maneno ya wivu, maneno ya kijicho. Mbona anaendelea vizuri? Mbona anakimbia mbio sana? Anapata zaidi. Na kuna wivu na kijicho. Na alafu kwa sababu hiyo tunanena maneno ya kijicho. Anasema Pilato alifahamu ya kwamba hawa watu wanaosema msulubishe, alijua ya kwamba walifanya hivyo kwa sababu ya kijicho. Wanafanya hivyo kwa sababu ya kijicho. Anakuwa maarufu huyu mtu, na kama huyu mtu akiendelea na umaarufu namna hii, kila mtu atamwamini yeye, na Warumi watakuja na kuitwaa nchi yetu. Kwa sababu hiyo, si kwa sababu ya sababu walizokuwa wanazitoa, kwa sababu ya hiyo maneno ya kijicho, na ndio maana walikataka kumwangamiza. Kama ni mtoto wa Mungu, anaondosha maneno ya kijicho ndani yake. Maneno ya kijicho, maneno ya kiwivu, hasira. Natoa hasira katika moyo wako, mtoto wa Mungu. Kwa hivyo hakuna maneno ya hasira kwa mtoto wa Mungu. Maneno ya tamaa, kila namna ya mawazo mabaya
anaondosha tamaa mbaya katika moyo wako. Hakuna maneno ya tamaa ambayo unazungumza kwa mtu mwingine na kumfanya yule mtu afikiri, aanze kufikiria juu ya mambo ya kimwili. Wakati hayo mambo yote yanapokuwa yametakaswa na kuondolewa katika moyo, ndiposa hatuna maneno hayo tena. Anatuambia katika Mathayo 23. Mathayo 23:33. 23:33. Anasema, enyi nyoka, wana wa majoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Twaja kwenye Rumi 3, anasema ni ile nguvu katika ulimi uliokombolewa kwa moto uwakao. Tunapopokea ule uvuvio wa Roho, tunapopata ule mguso wa Roho, wakati tunapopokea ule uvuvio wa Roho wa Mungu, kwa sababu Yesu alisema, nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuja juu yetu, kunakuwa na ule mguso, kunakuwa na uvuvio, kunakuwa na mwongozo. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na Uyahudi na Samaria na hata mwisho wa nchi. Anatuambia katika Isaya sura ya 6 kuanzia mstari wa 5. Huyu hapa anasema ndipo niliposema ole wangu. Kuna watu ambao wanasema, wewe ni Isaya bwana, usiseme ole wangu Isaya. Hebu sema kile ambacho naamini ndani ya moyo wako na namna ya kushawishika ndani ya moyo wake kutoka katika Bwana. Mwache azungumze namna hiyo. Kuna watu wengine unajilaani wewe mwenyewe. Kitu gani kimekutokea mpaka unasema ole wangu? Kuna watu ambao wanasema hiyo ni ya kinyume. Hapana. Ni kile kinyume ndicho kinacholeta ile matokeo chanya katika moyo, katika maisha ya mtu ambaye anafanya yale maungamo yaliyokuwa sahihi, na alafu na jambo jema linakuja kutokea kwa sababu ya yale maungamo yaliyokuwa sahihi. Anasema ole wangu, kama hali hii ndio ilivyo, ole wangu. Kama hukumu ya ulimi iko namna hii, ole wangu. Kama haya yote yameandikwa na kuwekwa alama katika uwepo wa Mungu na kusajiliwa katika uwepo wa Mungu, ole wangu. Kama aina hii ya uovu na mawazo haya, kama haya yako hivi, kama Kristo angelikuja, ole wangu, sababu mimi ni mtu, kwa maana nimepotea, na kwa maana mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Inakuwaje nabii kama namna hii amezungumza alichopaswa kuzungumza, na kimeandikwa kwa ajili ya kujijenga sisi. Yameandikwa haya ili tuweze kujifunza toka katika kile ambacho kimewatokea watu wengine. Na anasema na nimekaa katikati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona mfalme, Bwana wa majeshi. Angalia mstari wa 6. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Angalia mstari wa 7. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo. Tunazungumza uovu, tunaweza kuzungumza uovu na kuendelea kuhubiri na kutoa unabii kunaongelea uovu, na kuendelea kutamka kunena habari njema. Kama ndimi zetu ni chafu, zenye kunajisi, zenye uhila, je, tumeruhusiwa bado kuendelea kusonga mbele na kuhubiri? Hapana. Kwa hivyo Isaya alihitaji mguso huu kutoka kwa Bwana. Akasema, akanigusa kinywa changu kwa hilo, akaniambia, tazama, hili limegusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa, imesafishwa. Angalia mstari wa 8 sasa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema,
ni mtume nani? Baada ya ule utakaso wa ulimi, baada ya kutakaswa kwa asili yake, baada ya Bwana amegusa na kubadilisha moyo wake, kwa sababu kutoka katika kile kinywa, katika kile kijazacho moyo, kinywa hunena. Na baada ya hapo, baada ya ule moto wenye kutakasa umekuja katika moyo na katika ulimi, Bwana sasa anasema, ni nani nitakayemtuma? Ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema mimi. Ndipo hapo tu niliposema kwamba hatustahili, hatupaswi. Tunapokuwa tunaongea pasi na neema, tunakosa sifa za kuja na kutangaza na kuhubiri. Na tunapozungumza kihasira, na tuna hasira juu ya kila mmoja pale manyumbani kwetu, hakuna wanachokifanya kinachotufurahisha. Na tunapozungumza kwa kutokuwa na heshima kwa kila mtu anayetuzunguka, na tunawapuuza na kuwakanyaga, na wakati tunapozungumza juu ya maovu, tunazungumza mambo yenye kuamsha tamaa, pengine kupitia katika simu au popote pale, na tunakosa sifa. Hatuna sifa ya kuhubiri le neno safi la Mungu. Lakini tunapokuja kwa Mungu katika uadilifu wote, tunapokuja kwa Mungu kwa ushawishi mkubwa na kusema, Bwana, najua ya kwamba hili si sawa, nilifanya sirini, nilizungumza sirini, lakini najua ya kwamba wewe ndiye msikilizaji wa kila mazungumzo. Unajua nilichokisema, unajua nilichokifanya, najua ninachokinena, na unajua jinsi gani maneno yangu yanavyonajisi watu sirini. Ndipo pale unapokuwa umetakaswa, ndipo unapokusema sasa, mimi hapa, nitume mimi. Atakutuma. Anatuambia katika Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2, tuanzie mstari wa kuanzia ule. Mstari wa kuanzia. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Mstari wa 2, kukaja ghafla toka mbinguni. Kukaja toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Mstari wa 3, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Moto kutoka juu mbinguni, moto kutakasa, moto kusafisha, moto kuandaa kwa ule ujuzi wa Pentekoste. Ndipo zikaja zile ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto, ili kuondosha udanganyifu na ile nguvu sasa ambayo ilikuja juu ya wanafunzi wale, na ikawakaa zile ndimi zikawa juu yao. Walikuwa wanaume pale, zilikuwa zile juu yao. Kulikuwa kuna wanawake pale, zile ndimi zilikuwa juu ya kila mmoja wao. Hebu ule moto na uje na kuangamiza na kuchomelea mbali kila aina ya magugu katika maisha yetu, sababu anatuambia atauleta ule moto usiozimika utakao choma kila magugu yasiyo na maana, kila magugu yasiyo na faida, kila mazungumzo ambayo hayana maana yoyote ile katika maisha yetu. Hebu moto wa Roho Mtakatifu uje na kuchomelea mbali kila kitu, ndipo sasa utakapoweza kusema, Bwana, mimi hapa, nitume mimi. Hebu tuinuke pale tulipo, tuseme na Bwana katika maombi, na ujipeleke mbele za Bwana we mwenyewe. Mwambie Bwana, hapa ndipo ambapo nimekuwa, hivi ndivyo ambavyo nimekuwa nikitumia ulimi wangu. Kama unasikia kushutumika ni sawa, sema na Bwana. Mwambie Bwana, mimi hapa Bwana, mimi hapa Bwana. Hebu maneno yangu yasiniangamize, yasinipeleke jehanamu maneno yangu. Hebu ule moto wa mbinguni
uje usafishe moyo wangu, usafishe moyo wangu, uchomelee mbali kila sanamu, kila namna zenye kudhuru, kila maneno yenye hila na uongo, tamaa, maneno ya kiovu yachomelewe mbali toka katika moyo na maisha yangu. Kama mtu, mwanamke, mwanaume akijikwaa, asiyejikwaa katika neno, huyo ni mtu mkamilifu, mwanamke mkamilifu, mtu mkamilifu, mtu mkomavu, mtu aliyedhibitiwa, mtu mwenye tahadhari, mtu mwenye udhibiti juu ya maneno yake, juu ya kauli yake. Ana udhibiti. Zaliwa mara ya pili. Umezaliwa mara ya pili, onyesha kwa maneno uyasemayo. Umetakaswa, onyesha kwa maneno usemayo. Je, maneno yako yaponya au yadhuru? Je, maneno yako yanajenga au yanabomoa? Je, maneno yako yanajipendekeza au unasema kitu ambacho ni halisia? Je, ni neno la kijicho au ni neno linaloimarisha watu wengine? Maneno tuyasemayo. Kwa maneno yenu, kwa maneno yako utahukumiwa au kwa maneno yako utaokolewa. Nitakase, nisafishe, fanye mweupe kuliko theluji. Daima kumbuka, maneno ni kama mayai. Yakishaanguka, huwezi ukalirudishia tena yai na ukalitumia, huwezi tena. Pindi maneno yamesemwa kama mayai, yanadondoka, utafanya nini tena? Nenda kwa Mungu kwa maombi, mwambie Bwana, nimekuwa mzembe kiasi gani? Nimekosa kufikiri kiasi gani? Nikizungumza juu ya jirani yangu, nikizungumza dhidi washirika wa kanisa, nikiongea juu ya washirika, nikihukumu na ninadhuru wengine, naharibu watu wengine na watu ambao wamejengwa na Roho wa Mungu. Sisi tunawaporomosha hadi wanakuwa hawana uthabiti wa wenyewe tena kufanya kile ambacho Bwana amewaitia ukitenda. Wanakosa nguvu kabisa kwa maneno yako ya kera. Mwambie Bwana, unaporejea nyumbani, hebu chukua tulichojifunza, rejesha tena kwa Bwana. Hebu uwe kimya zaidi kuliko ambavyo umekuwa hapo awali. Hebu uwe mtu wa kufikiri zaidi. Amen. Uwe mtu muombaji zaidi. Hebu uwe mtu wa kukusudia zaidi, wa kumaanisha zaidi. Uwe mtu mkomavu, mwanamke, mwanamume, mwamini mkomavu, wa busara, mtumishi wa busara, mhubiri mwenye busara. Hebu ule moto kutoka katika madhabahu ya Bwana uguse na kubadilisha ulimi wako na maisha yako. Baba, tunakushukuru kwa jioni njema ya leo, kwa neno lako ambalo Bwana limetuwasilia. Asante kwa pendo lako, asante kwa wema wako, asante kwa ule uaminifu wa neno ambalo Bwana hukulisaza kwetu. Tunaomba Bwana ya kwamba moto wako kutoka katika madhabahu yako, moto wa Roho Mtakatifu utageuza mioyo yetu, utageuza lugha zetu, utageuza mazungumzo yetu na mijadala yetu na watu wengine, kwa jina la Yesu. Tutumie kwa utukufu wako. Kama waweza
kutumia vyombo vilivyogeuzwa, kama unaweza kutumia ndimi zilizogeuzwa, hapa Bwana twajiwasilisha kwako, tutumie Bwana, kwa jina la Yesu. Gusa kila ulimi Bwana, gusa kila kinywa, gusa kila midomo, na kwa ule moto utokao juu mbinguni, kwa jina la Yesu. Na kama ambavyo unatafuta watu, kuwatafuta ili kufanya maisha yawe bora kwa wengine na kuwainua wengine na kuleta neema katika maisha ya watu wengine na kuwaelekeza katika ule mwelekeo wa Kalvari na msalaba, naomba Bwana, hebu kaka dada yangu pale, mtoae mtu yule, atoae mwanamke yule, mtumie mtu yule kwa utukufu wako, kwa jina la Yesu. Tuko hapa Bwana, twaomba Bwana, Bwana tutume, tutatenda mapenzi yako. Hebu neema yako iende na kila mmoja wetu, nguvu na kila mmoja wetu, ile hadhari, udhibiti, hebu uende na kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Pale ambapo tumetumia vibaya ndimi zetu, hatutatumia tena. Sasa tutaongea kisahihi, tutainua wengine, tutakuwa waadilifu, tutawasaidia wengine kukujua zaidi na zaidi katika maisha yao, maisha yetu, katika huduma zetu, kwa jina la Yesu. Samehe yaliyopita, tuweke huru toka katika kila kutokujali, na tufanye kuwa vyombo vya neema yako wewe Bwana katika maisha ya kila mmoja wetu. Asante Bwana, asante Bwana, kwa jina la Yesu tumeomba. Mungu akubariki ni nyote.